Tutaanza na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, Mheshimiwa Baraka Ambandwile Ulimboka, Mheshimiwa Silvery Luboja Salvatori, Mheshimiwa Zuena Athman Bushiri ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye hoja iliyo mbele yetu inayohusiana na hotuba ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema ili kuweza kusimama hapa leo na kuweza kutoa mchango wangu angalau kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Waziri wetu mkuu kwa kuwasilisha bajeti nzuri sana, bajeti ambayo inatoa mwelekeo wa utendaji wa serikali, lakini sio utendaji tu, lakini na makadirio ya matumizi na mapato kwa kipindi cha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi watu wa Njombe tumekuwa ni wanufaika wakubwa wa miradi mbalimbali ambayo tumeipata katika kipindi hiki cha bajeti iliyopita, lakini katika kipindi cha miaka mitano ya serikali ya awamu ya 6. Na sisi tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mambo mengi makubwa ambayo ametufanyia Wananjombe. Kuna mambo ambayo yamefanyika katika maombi ya kawaida ya kibajeti, lakini kuna mambo yamefanyika kwa sababu tumemwomba Rais moja kwa moja alipotutembelea Njombe. Na tuna mifano mingi ya mambo hayo. Na ndio maana tuna kila sababu ya kusema asante kwa mambo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tulikuwa hatuna chuo kikuu Njombe na tumekuwa na kiu ya muda mrefu sana ya kuwa na chuo kikuu, lakini Mheshimiwa Rais alitoa kibali cha haraka. Leo tunavyoongelea, chuo kikuu cha UDOM campus ya Njombe inajengwa kwa spidi kubwa sana, na mwaka huu intake ya kwanza inaingia pale Njombe kwa ajili ya kujifunza masuala ya ujasiriamali yanayoendana na rasilimali zilizopo Njombe. Lakini tulikuwa hatuna uwanja wa ndege wa kisasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumemsikia Mheshimiwa Naibu Waziri akijibu maswali hapa akionyesha namna gani Wananjombe tuliomba jambo hili na serikali imelisikiliza na imeamua kulitekeleza, na sasa mchakato upo katika hatua nzuri ya kufanya tathmini ya eneo na kulipa fidia. Lakini Mheshimiwa Rais alikuwa ndio kero yetu kubwa Njombe kuliko zote, na nilisema hapa ilikuwa ni maji. Tumepata miradi mingi ya maji karibu 5, uwekezaji wa bilioni 60 ndani ya mji wa Njombe. Miradi ipo katika hatua mbalimbali na inaendelea vizuri, na kero ya maji muda si mrefu itakuwa historia kwa wananchi wa Njombe. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna kila sababu ya kuwa na shukrani kwa yanayofanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo yote, lakini bado tuna changamoto ambazo tunaendelea kuzipitia na Wananjombe wangependa kuzisikia mbunge wao waliyemchagua akiziongelea katika ukumbi huu wa Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wananjombe, Njombe ni mkoa wa kiuchumi na wengi wanalifahamu hilo, waliotembelea Njombe wanafahamu hilo. Njombe ni mkoa ambao una baraka. Njombe ina mchango mkubwa kwenye uchumi wa Tanzania. Njombe ina potential kubwa sana ya kuchangia maradufu, mimi nasema sio maradufu, mara 100 ya kile inachochangia leo. Lakini ina changamoto za msingi ambazo zikitatuliwa, tuna uhakika Njombe tunayoongelea itakuwa ni Njombe tofauti. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna barabara yetu ya Itoni Lusitu. Barabara hii ni kilomita 51. Barabara hii tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye alipokuja katika barabara 14 za kwanza alizosaini ili ziingie kwenye mchakato wa manunuzi, barabara ya Itoni Lusitu ilikuwemo bilioni 95, ukiongeza na VAT ni kama bilioni 110. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko barabara hii imejengwa kwanza kwa furaha. Mkandarasi amekuwa site, ameijenga kwa kipindi cha mwaka mmoja kutengeneza tuta na kazi inaendelea. Lakini kwa kipindi cha miaka 2 barabara hii imesimama. Lakini usimamaji wa barabara hii umekuja na maumivu makubwa kwa wananchi wa Njombe, kwa sababu barabara hiyo inayojengwa ndio wanayotumia kupitisha mazao mbalimbali, ambayo mazao ya Njombe ya kilimo ni viazi, mazao ya misitu ambayo ni yanahitaji usafiri. Kwa hiyo wamepitia vipindi viwili vya mvua vya
ambavyo havikuwa vizuri kwao, ambavyo vimewarudisha nyuma na vingine vimewatia umaskini. Tunaiomba sana serikali ilitilie maanani swala la barabara ya Itoni. Lakini niseme barabara hii ndio inayokwenda kwenye migodi ya Liganga na Mchuchuma. Huwezi kuongea Liganga na Mchuchuma bila kuongelea barabara ya Itoni Usitu. Tuiombe serikali. Tunafahamu mkandarasi haidai serikali kwa maana ya kwamba kazi iliyofanyika amelipwa baada ya sisi kuweka nguvu kubwa. Lakini tunachosema, tunaomba itakapoanza ujenzi baada ya hizi mvua kuisha, tunaomba barabara hii isisimame tena, kwa sababu ni barabara kubwa ya kipaumbele, ni barabara ya kiuchumi, ni barabara inayofungua Liganga na Mchuchuma. Kwa hiyo nilisema hilo kwa udogo wake, lakini tuna barabara ya Makamba Kusongea. Tunahitaji barabara hii iweze kukamilishwa. Barabara hii ina miaka 40. Kamati ya miundombinu imeitembelea. Ni barabara kubwa ya uchumi. Kama ingekuwa ni katika mwili wa binadamu, ni mshipa mkubwa wa damu. Tunaomba sana serikali ifanye utaratibu wa kutafuta fedha. Tunafahamu inaendelea na mchakato ili tupate barabara hii iweze kuanza kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la barabara za vijijini kwangu mimi ndio eneo kubwa na la muhimu sana. Tuna mtandao mkubwa sana wa barabara Njombe, karibu kilomita 1000 za barabara, ambazo barabara hizo ni kilomita kama 40 tu za lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, mazao yote ya viazi, ya parachichi, mazao ya mbao, mazao ya chai, yote yanatoka katika maeneo ya vijiji. Jimbo la Njombe ni jimbo la mjini na vijijini. Mazao yote yanatoka vijijini ambako kuna uhitaji mkubwa sana wa barabara. Sasa mimi nasema kuna vicious cycle, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametubariki na mvua nyingi na mazao mengi. Mazao hayo yanahitaji magari makubwa yaweze kuyachukua mazao hayo. Magari hayo yanahitaji kuingia vijijini. Magari ya tani 10 tumeshasahau. Tunaongelea semi trailer tani 32, tani 40 ndio yanayokwenda vijijini kuchukua mizigo. Kuwalisha Watanzania, sio wana Njombe peke yao, Watanzania wa mikoa karibu yote. Sasa tulidhani kwamba tulitoa hoja hapa na wabunge wengi walichangia katika mgawanyo wa fedha za TARURA. Tunashukuru serikali kwanza kwa kuongeza bajeti kufikia 1.2 trillion. Lakini tulidhani kwamba ingekuwa ni busara yale majimbo ambayo yana mijini na vijijini yangeangaliwa kwa namna ya pekee, ili angalau yaongezewe fedha ili ziweze kukidhi kusaidia kutengeneza hizo barabara. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana 2021 2022 nilijenga hoja kubwa sana hapa ya barabara. Tukapata fedha za kutosha bilioni 3.8 kwa ajili ya ujenzi wa barabara za mji wa Njombe. Lakini uhakika ni kwamba bilioni 1.5 ilikwenda kwenye barabara za mjini na iliyobaki ilikwenda barabara za vijijini. Na kwa kweli barabara za vijijini ambazo tulizijenga kwa zile fedha, leo hii ukienda hutaamini kama hizo barabara ni zile tulizotumia fedha nyingi. Kwa hiyo nakubaliana na hoja ya wabunge hapa. Ni bora tuende polepole kujenga barabara za vijijini kuliko kwenda kupoteza fedha kwa kujenga barabara ambazo zinaondolewa na mvua kila mwaka unapokuja. Ni hasara kwa nchi yetu, ni hasara kwa serikali. La mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, Waziri Mkuu hapa aliongelea kuhusu Lumbesa. Namshukuru sana. Ni kero kubwa sana kwa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na mikoa mingine kama Kilimanjaro na Kagera. Maeneo ya mahindi na vitunguu na viazi, wananchi wamekuwa wakinyonya kwa muda mrefu. Tunamshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kulisema, na tunaomba, nitoe ombi, jambo hili ili lifanikiwe linahitaji lisimamiwe kwa karibu halmashauri zote. Wananchi wa Njombe wakiamua kutekeleza swala la Lumbesa, kutokuwa na Lumbesa, kufunga mizigo kwa kilogramu 100, wananchi wa Chunya wasipofanya, wananchi wa Njombe ndio watakaopata hasara. Kwa hiyo linatakiwa lisimamiwe kwa ukamilifu, lifuatiliwe, kuwe na monitoring, na watu wenzetu wa TAMISEMI wahakikishe kuwe na punitive measures kwa maofisa wa halmashauri ambao hawatasimamia agizo la Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika.